Karibu watu 150 ama 200 wamepigiwa kwa sababu wanaambiwa ni mtu mmoja waondoke mahali, na ninatumai hapa hii ni barabara ya umma ama ni mali ya serikali, na serikali ni mwananchi wa Kenya. Ninashindwa kwa sababu huyo mama aambiwa aondoke hapo, huyo kijana aondoke hapo. Kwa nini? Kwa sababu hajaguza na hajakalia broti ya mtu, hajakalia broti ya mtu. Kwa hivyo mimi kama mtu ambao ni mkaaji wa Kameno na mzaliwa wa Kiambu, sijawahi kuona mambo ambayo inaendelea katika jamhuri yetu ya Kenya, na sijawahi kuona mambo ambayo inafanyika Kameno. Kwa sababu kama mtu anawekelea chakula kwa meza ananyang'anywa usiku, huyo mtu utakuta tumelea wakora, umekuta vijana wadogo sasa wameanza kutunyanyasa na kutupora. Kwa hivyo mimi na condemn na ninakemea hiyo jambo imefanyika hapa, watu kupigiwa vibada ya mama boga, mwana boda boda. Tunasema ombi letu ni ya watu waendelee kukaa hapa, watafutie riziki yao hapa, kwa sababu hiyo ndio hakuna mahali pengine wanaweza kwenda. Ukiambia huyo mtu hakuna kazi, hata nyinyi mnaona hakuna ajira katika jamhuri yetu ya Kenya. Hii ajira ambayo imebaki ni ya watoto wa matajiri, watu ambao wako na matumbo kubwa, lakini mtoto wa masikini ni nani anamtetea? Hatutakubali wanyonge wanyanyaswa tukiwa uhai, hatutakubali. Na hiyo ni onyo tunapeana. Wakikataa kufanya hivyo, kwa sababu wanatuambia ni kesho, walikuwa wamesema ni kesho watakuja kuzipiga. Wakizipiga sisi tutaandamana usiku na mchana, maandamano kubwa hadi tuone suluhisho na tuone haki zetu zikitendeka. Kwa sababu wakienda kwa ofisi zote ambao wanaweza kuenda kupata haki, anakuta pale ni hongo, ni pesa zinamwagwa, mwananchi aendelee kuumia. Ndio unaona jamhuri yetu ya Kenya imejao na ukora. Vijana akikataa kupata ajira, atakuja kupora, atakuja kufuja duka ya mtu, kwa sababu hakuna usawa ambao unatendeka jamhuri yetu ya Kenya. Na haswa Kameno, niongea kaunti ya Kiambu, kuna ukora mwingi wa kunyanyasa watu ambao kunyawanganya vitu zao inawekwa kwa mfuko mmoja. Kwa hivyo mimi naambia watu, na wale wanapiga wale wengine na wanapiga vibada za watu katika Kameno, tunasema hiyo kitu kitendo ikome, na haita happen katika Kameno tukiona, kwa sababu sisi ndio wengi. Niko makato makite tondu wa gukorwo kuri andu biashara mahurirwo haha, na ni biashara cia andu anini cia mbeũ njithi. Andu aria meragwo ni magekirwo mbeca muhuko nio marambia kuhurirwo biashara ici, tondu wa nyumba haria ngwiciria haria mwarora he nyumba iho irakwo, na ngwiciria we na space ke watho na space njega ya kurutira biashara ciake. No ru purpose yake tondu guko ni bara ya gwa thirikari, ndigwiciria agurite nginya gwa thirikari, tondu nake already mwene ni ambitie kugucia bara, ni gutuonia sign yo nake arenda kuingata andu aya arehe container ciake. Na ndirakonde muhoro ucio, njoke njuge agiko kuri andu utongoria uria winaguo twinaguo Kiambu ti utongoria mwega na ti utongoria wina uigirereki, tondu angiko andu aya ni mathiete kwa MC uria wegite-ini magathi gutwara mateta mao makaga kihoto kiao. Kiugo ni ndiraiga giki ti kihoto gikitwo andu aya, giki ni kihoto gikitwo ni unyamu, tondu ria kwina riua, ria turaga thibitari njega, ria turaga maendeleo, ria turaga biashara, ni turaga kuona kihoto, na haria turona mutu witu ni turaga mutu. Mwene broti uri ugurite kuu niwe urokire arera andu aya ni maguni gukorwo makiehera haha, na ndirona na marua ma igoti-ini aroka kumera mehere tukarigwo, tondu ena space yake na haria akinyite beacon matihutetie beacon yake ya mugunda wake. Ngakirigwo aragioka kumera meherie, tondu ibada ici ciambiriirio hindi ya Gabogo, baba yao aroka, Nyoro aroka, riu amatangi ni tokite kaunti yukite kunyarira andu aikaria Kameno kana aikaria Kiambu guka kumatunya kihoto kiao, tondu kunjira ria mundu ena mwana munini na ni honaga iria riake, ni honaga fithi ya mwana ucio. Riu ni murona kwanja nginya uria kandi cia thibitari tutarona ugima mwega wa mwiri, ati mwana ucio angihiuha mutumia ucio no wakombire. Kiugo ni ndiraiga kiki ti kihoto gikitwo, na gutire andu matiroya kihoto kia muingi wa andu aya. Ria mekaga kura, ria mahoyaga kura hakuhe moke macune andu aya moko kumera ehe ni tukamwikira na gutie mundu kamuingata hau muri. Riu ni mambetie kuingatwo, turenda andu aya maikare yo hau nigetha tondu hau niho monagira mboco cia mutu wao, na angiko ni makwirwo meherio giceria na macoke merwo haria maguthie, tondu ngikinjira haria nyonagira mutu unjire njehere na nduranjira gwa guthie kuria kungi nguthie.
Tunapigania haki yetu kwa sababu tumejaribu sana kwa namna nyingi ambavyo tutaweza kufaulu, lakini bado mambo yanaendelea vibaya. Yanaendelea vibaya, moja ni kwamba tunatolewa mahali ambapo tunafanyia biashara, mahali ambapo tunapata majukumu yetu ya kila siku. Hatumuombi mtu, hatumuitishi mtu chochote na hatumuibii yote, lakini hata baada ya hiyo bado tunatolewa mahali ambapo tunapata riziki yetu. Ni ombi letu kwa mkubwa yeyote ambaye anasikia, anapata hii habari, tupate haki yetu. Mimi nimekaa hapa kwa muda wa miaka 2 sasa na niko hapa nafanya biashara. Mimi ni mama mboga. Na wakati nilichaguana haki yangu itokee, ifanyike na ifanyiki. Sasa mimi nitatetewa na nani? Naona nikitoka mahali hapa nitapata shida sana. Mimi niko tu mwenyewe, nina watoto. Barua ya kuhama tumeletewa, lakini hata baada ya hiyo barua ya kuhama sisi wenyewe tukatamani tumuondokee nafasi apate mahali hata kwake na yeye pia afanye biashara kama sisi, kwa sababu tuna upendo. Pia hata yeye atupende venye tunampenda, lakini bado hiyo imeshindikana. Tukitoka hapa tunaenda wapi? Tunapeleka watoto wapi? Nikiongea na MCA, mimi namwambia saa hii yeye mwenyewe asikie mahali yako, haki isimame kwa kila mmoja, kwa sababu wakati unamtendea mwenzio haki kabisa, na yeye hata Mungu mwenyewe anaona kweli huyu anahitaji haki yangu, na mimi pia nampea haki yake. Tunapigania haki yetu kwa sababu tumejaribu sana kwa namna nyingi ambavyo tutaweza kufaulu, lakini bado mambo yanaendelea vibaya. Yanaendelea vibaya, moja ni kwamba tunatolewa mahali ambapo tunafanyia biashara, mahali ambapo tunapata majukumu yetu ya kila siku. Hatumuombi mtu, hatumuitishi mtu chochote na hatumuibii yote, lakini hata baada ya hiyo bado tunatolewa mahali ambapo tunapata riziki yetu. Ni ombi letu kwa mkubwa yeyote ambaye anasikia, anapata hii habari, tupate haki yetu. Mimi nimekaa hapa kwa muda wa miaka 2 sasa na niko hapa nafanya biashara. Mimi ni mama mboga. Na wakati nilichaguana haki yangu itokee, ifanyike na ifanyiki. Sasa mimi nitatetewa na nani? Naona nikitoka mahali hapa nitapata shida sana. Mimi niko tu mwenyewe, nina watoto. Barua ya kuhama tumeletewa, lakini hata baada ya hiyo barua ya kuhama sisi wenyewe tukatamani tumuondokee nafasi apate mahali hata kwake na yeye pia afanye biashara kama sisi, kwa sababu tuna upendo. Pia hata yeye atupende venye tunampenda, lakini bado hiyo imeshindikana. Tukitoka hapa tunaenda wapi? Tunapeleka watoto wapi? Nikiongea na MCA, mimi namwambia saa hii yeye mwenyewe asikie mahali yako, haki isimame kwa kila mmoja, kwa sababu wakati unamtendea mwenzio haki kabisa, na yeye hata Mungu mwenyewe anaona kweli huyu anahitaji haki yangu, na mimi pia nampea haki yake. Mimi ni mkaaji wa Kaminu Ward hapa Kisii Estate, na mimi niko na kazi hapa. Nimefungua ka youthman, nimefungua hapa nauza kabo na mawaru hapo. So mi ombi langu ilikuwa kama youth, nilikuwa naomba hadi hiyo ombi ifikie governor. Hapa tunajaribu juu chini kila namna yenye tunaweza kama ma youth kujiempower. Hakuna kazi huku nje, tunajaribu kujitafutia kazi huku, alafu hapa nakuja kuvurugwa. Tumejitafutia ajira, tumejiandika na bado tumeandika wenzetu. Tuna ile ombi yenye tunaomba hapa saa hii ni ati mwenye hii nyumba ache akuwe na umoja na upendo, aweze kutuitikiza tukae hapa na umoja. Naomba Mr. Governor ukuje hapa ututetee, tuache kufurushwa hapa. Hapa ndio tunapata akiba yetu, na hapa ndio tunapata ile kidogo yenye tunaweza kukula na mafamilia zetu.